Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Tunalihubiri neno lake ambalo ndilo ukombozi wa mataifa yote, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Mwenyezi Mungu wa mbinguni apate kutubariki na kutuongoza katika kulihubiri na kulitangaza neno lake. Neno la Mungu linasema mwanadamu hatoishi kwa mkate bali kwa neno litokalo kwa Bwana. Mwanadamu hatoishi kwa mkate bali kwa neno litokalo kwa Bwana. Tunatambua kwamba sisi tumetokana na neno la Bwana. Hivyo kama tumetokana na neno la Bwana, basi hatuwezi tukaishi pasipo neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe tena. Tunatambua Mwenyezi Mungu amekwisha kutuzawadia pumzi, ambayo hii pumzi ndio tunakwisha kupumua na pia tunakwisha kuishi mpaka majira haya. Hivyo basi, ni vipi basi unaweza ukawa na pumzi alafu ukawa mfu? Ni pale ambapo unaweza ukawa unapumua lakini ukawa umekosa ule uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe tena. Yaani kwamba unatembea ukiwa unajiona upo hai, lakini matendo yako yanakuwa yamekufa. Ina maana kinachofanya mwanadamu hawe hai ni matendo yake. Hivyo basi tunatambua mwanadamu yoyote ambaye amepewa pumzi alafu hiyo pumzi anaitumia katika kutenda maovu, ina maana huyo moja kwa moja ni mfu, kwa sababu uhai wa mwanadamu unahesabika katika matendo mema. Ina maana hayo yote ambayo unakuwa unafanya katika hiyo pumzi ambayo unakwisha kupumua, ni bora ungekuwa haupo katika dunia hii. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo basi Mwenyezi Mungu alituchunga sana katika rehema zake, pale ambapo tulikuwa katika dunia tukienenda katika dhambi na pia tukienenda katika laana za ukoo, alikuwa akituchunga. Tunatambua wapo wanadamu ambao walikataliwa na pia wapo wanadamu ambao waliachwa gizani. Wapo wanadamu waliowakataa watoto wao. Wapo wanadamu waliofiwa na ndugu. Wapo wanadamu waliofiwa na wazazi, kufiwa na mama pia na baba. Wapo wale ambao walikwisha kuweza kutoa vichanga. Wapo wale ambao walikwisha kuweza kutoa mimba. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo tunatambua duniani kuna mambo mbalimbali ambayo yanakwisha kuendelea. Ina maana katika hayo mambo yote ambayo yamekwisha kutokea, kuna watoto ambao wamekuwa pasipo baba wala mama, ila wamekuwa mtaani. Hivyo basi hatuwezi tukasema kwamba hao ambao wamekuwa mtaani kwamba wamekuwa kwa akili zao au wamepata msaada kwa watu fulani, bali ni Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe tena. Utashangaa mambo yalivyo ya ajabu ni kwamba wapo wale watoto ambao walitelekezwa mtaani, ina maana hawana baba wala mama, ni watoto yatima. Hivyo Mwenyezi Mungu yeye anasema kwamba yeye ni Mungu wa wajane na ni Mungu wa yatima. Ina maana pia wapo wale ambao walifiwa wame zao, mpaka saa hizi bado wanaishi. Wanaishi kwa nini? Ni kwa neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo basi yatima wale ambao wanaishi mtaani, ambao walitupwa, tunasema kwamba wanaishi kwa sababu neno yupo. Bwana Yesu asifiwe tena. Tutaenda kuangalia Mwenyezi Mungu anatenda matendo makuu katika wanadamu wale wote ambao wamekwisha kuumizwa. Unaweza ukaona kwamba mwanadamu anakuwa yupo katika giza. Mwanadamu huyo ambaye anakuwa ametupwa yupo katika giza, na ndio maana unakuta hiyo laana ilikwisha kumkumba. Lakini pale ambapo anatupwa mtaani unakuta anaishi na pia anakuja anakuwa na pia anakuja anajitambua. Hivyo basi tutaangalia ikiwa kwamba wapo wale ambao wanakesha usiku kucha, wanaosema katika kitabu cha Misali sura ya 4 mstari wa 16, wale ambao wanaondolewa usingizi mpaka pale ambapo wamwangushe mtu. Unaweza ukajiuliza
Ni kwa nini watoto wapo mtaani mpaka leo hii na wengine wamekwisha kuwa wakubwa, lakini hawaangushwi? Ni kwa sababu rehema za Mungu zipo juu yao. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo basi, kuna wanadamu wengi sana ambao wanaendeshwa na huruma na rehema mpaka leo hii, wanaishi na rehema za Bwana. Wewe ambao ulipitia mazingira magumu, ulikataliwa na ndugu, wewe ambaye ulitengwa na wazazi wako wakakukataa, wewe ambaye umekuwa katika mazingira magumu, ndugu yangu, ujue kabisa wewe aliyekukuza ni Mungu mwenyewe. Hivyo basi, pale ambapo unakuwa umeshajitambua, umekuwa na fahamu, jaribu kumtafuta yule ambaye anakufanya unapumua mpaka majira haya. Kwa sababu gani? Ipo mishale mingi ambayo ulitupiwa, lakini alikukinga kwa huruma na rehema zake, kama anavyosema katika kitabu cha Maombolezo. Anasema kwamba ni huruma za Bwana kwamba hatuangamii, kwa kuwa rehema zake hazikomi. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo basi, ikiwa wazazi wako hawapo katika dunia hii, huwezi ukajua hawapo kwa ajili ya nini. Bwana Yesu asifiwe tena. Huenda hao wazazi wako waliambiwa wakutoe wewe kafara, lakini wakaweza kupinga, hivyo wakaondoka wao. Ikiwa baba yako alikukataa, ina maana wewe usiweze kusikitika na usiweze kuumia. Ikiwa ndugu walikutenga na watu mbalimbali, wewe ulifiwa na mume au ulifiwa na mke, usijione kwamba wewe upo katika dunia hii yaani kama Mungu amekutelekeza katika dunia hii. Mungu anatambua, na ndiyo maana upo hai mpaka majira haya. Hivyo basi, Mwenyezi Mungu anasema unawaza nini mbele zake, kwa sababu Mwenyezi Mungu ni mwema. Usione kwamba wewe umekulia mtaani, unakula vyakula vya jalalani, unaenda unakula makombo kwenye sherehe mbalimbali, unaenda unaokota vikopo ili uende kuuza upate hela, vyuma ili upate hela, unauza karanga, unauza miwa, unauza barafu, unauza maji. Usione kwamba Mwenyezi Mungu amekukataa. Huyo ambaye anakufanya unaishi mpaka leo hii ndio huyo ambaye anakufanya unatembea mpaka majira haya. Hivyo basi, hakuna yoyote ambaye anaweza akakufanya uwe hai mpaka majira haya ila ni Mungu mwenyewe. Hivyo basi, Mwenyezi Mungu ameweka sababu ya mambo yote hayo kutokea. Hivyo rehema za Mungu zipo juu yako ili uweze kumtambua. Na pia kuna funzo kwa wale ambao wanabagua familia. Kuna wale ambao wamepata watoto wa nje, wale ambao wamepata watoto wa nje, walipokuja kuingia katika ndoa wakaweza kuwaacha hao watoto wa nje. Upo mfano ambao Mwenyezi Mungu anautoa katika Mfalme Daudi. Unakuta Mfalme Daudi alikuwa ndiye mtoto wa nje, lakini ndiye mfalme aliyebeba familia nzima. Hivi ndivyo Mwenyezi Mungu anafanya. Wewe ambaye unakuwa una familia, Mwenyezi Mungu amekusaidia kwamba wapo watoto wa agano ambao unao. Usije ukasubutu kutamka lolote baya kwa wale ambao tayari wanakuwa sio wa agano, ukatamka mabaya, kwa sababu kuna namna ambavyo Mwenyezi Mungu huwa anauchunguza moyo. Tumekwisha kuona wapo watu ambao walilea tu mtoto baki ambaye hata sio ndugu, wakamvuta wakisha kumlea ndani. Wakuta yule anakuja anafanikiwa, lakini wale watoto wa ndani wote unakuta wameharibika. Hivyo unaweza ukashangaa wewe mzazi unakuwa umemharibu mtoto wako kwa sababu ya nia na mawazo ya moyo wako. Mwenyezi Mungu anakuwa anamuwazia mema huyo mtu, wewe unamuwazia mabaya. Hiyo Mwenyezi Mungu akiangalia anasema, huyu mwanadamu niliyemfanya kwa mkono wangu, leo hii unamwangalia kama amefanywa na shetani. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo basi, katika kuishi kote huko, ndugu yangu, chakula hakijakukuza wala wanadamu ambao unaishi nao hawajakukuza, bali umekuzwa kwa pumzi ya Bwana. Hivyo umekuzwa kwa rehema
za Bwana. Kama umekuzwa kwa rehema za Bwana, ndugu yangu, ifuate njia ile ambayo imekwisha kukuza, njia ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, kwa sababu rehema za Mungu zilikuwa juu yako. Hivyo kama umekwisha kulisikia neno, Mwenyezi Mungu anakuita katika njia zake. Acha kulilia hao ambao wamekwisha kutoka katika dunia hii. Acha kulilia watu, ndugu mbalimbali, usema kwamba wakusaidii. Acha kuwafuata marafiki, unasema kwamba marafiki sio wananitenga, sio nini. Mfuate Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Hakuna anayejua mwanzo wako zaidi ya Mungu mwenyewe. Mungu anajua mwanzo wako na mwisho wako. Mwenyezi Mungu anajua utapita vipi. Na ndio maana anasema katika kitabu cha Yeremia sura ya 1 mstari wa 5, kabla sijakuumba katika tumbo la mama yako na alikujua. Ina maana Mwenyezi Mungu ndiye mwenye hao wazazi wako. Ina maana akiamua anawachukua, hata wewe mwenyewe akiamua anakuchukua. Hivyo basi Mwenyezi Mungu anataka umtambue kwamba yeye amekuweka duniani kwa kusudi gani. Hivyo ukiwa kwamba umezaliwa umekulia katika mazingira magumu, inatakiwa umtafute Mungu na Mungu atakufanikisha zaidi na zaidi. Angalia, wapo watu wengi ambao wamefanikiwa, wametokea katika njia mbalimbali. Wengine walikataliwa na wazazi wao, wengine walilelewa katika mazingira magumu, lakini Mwenyezi Mungu aliweka rehema juu yao. Hakuangalia laana, hakuangalia mikosi, hakuangalia chochote, bali rehema zake zilikuwa juu ya hao wanadamu, kwa sababu ni yeye ndiye ambaye amekwisha kuwafanya kwa mfano wake. Hivyo basi usije ukapotezwa na upepo wa ulimwengu, kwa sababu kwamba mimi kwa maisha haya basi ngoja nijiunge katika ulimwengu wa giza, kwa sababu sina wazazi au sina ndugu au sina majamaa au sina watu wa karibu, au kwa sababu kwamba ngoja niingie katika njia za urevi. Katika hiyo akili ambayo umekwisha kuitumia kuingia katika maovu, hiyo akili itumie ikuingize katika mema. Kwa sababu gani? Ikiwa mwanadamu anazaliwa uchi, basi yapo mambo mengi ambayo amezaliwa ili aje kuyaishi na fanikiwe nayo. Hivyo kila mwanadamu ana kusudi, na ndio maana ukiangalia hata wale ambao wako juu zaidi na zaidi, utaangalia ni wanadamu, wala sio wanyama, wala sio viumbe wa ajabu. Hivyo katika dunia hii Mwenyezi Mungu amekuleta kwa kusudi moja tu, umjue na kutambulishe kusudi lako. Hivyo unaweza kusema kwamba unalilia watu, unasema mimi ni mtoto yatima, umtafuti Mungu, kumbe machozi yako hayo ungemlilia Mungu angekufungulia milango. Bwana Yesu asifiwe. Tena hacha ukaa katika hizo njia za huzuni, hacha ukaa katika njia za kulalamika, za kunungunika. Kwa nini upo katika dunia hii? Hujawekwa na mwanadamu yoyote, bali ni Mungu ndiye ambaye amesema anakujua. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo basi, ikiwa umeishi kwa neno lake, basi ndugu yangu mtafute neno, kwa sababu hauwezi kufanya lolote tena pasipo huyo neno. Bwana Yesu asifiwe. Tena baada ya kusema hayo, sina mengi zaidi ya kusema tunamshukuru Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai kwa kuendelea kusema na watu wake. Mwenyezi Mungu awalinde wote.